Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunasoma Maombolezo sura ya 3 mpaka sura ya 5. Ni nini ambacho tunajifunza siku ya leo? Mungu wetu ni mwingi wa huruma. Yaani ana huruma nyingi mno. Isingekuwa huruma zake, mimi na wewe tungekuwa tumeshaangamia kwa sababu ya uovu na makosa tuliyofanya. Lakini yeye anatuhurumia, anatusamehe. Na rehema zake ni mpya kila asubuhi. Yaani kila siku inapoanza ana rehema mpya. Yaani msamaha mpya. Yaani siku inavyoanza tu Mungu anakuwa ameandaa msamaha wake. Anajua utakosea. Kwa hiyo ameandaa msamaha wake. Anakusamehe. Kesho tena ukisha kucha ameandaa rehema zake. Yaani msamaha wake ni kwa ajili yetu sisi wanadamu. Tukikosea anatusamehe. Fikiria ungekuwa ni wewe. Ungekuwa unaweza kusamehe watu kila siku. Si unasema huyu amezidi. Huyu ni tabia yake. Huyu hawezi kubadilika. Lakini yeye anatuvumilia na anasema na wasamehe kwa ajili yangu mwenyewe. Jamani, Mungu ana huruma. Yaani anasema mimi nakusamehe lakini ni kwa faida yangu mimi. Umeona inavyokuwa? Na sisi tunapaswa kujifunza kwa Baba yetu wa mbinguni kuwasamehe wengine. Wewe unapoianza tu siku, uwe na boksi limejaa misamaha. Kwa hiyo mtu akikukosea, usitumie muda mrefu. Chukua msamaha kwenye boksi, msamehe. Yaani msamaha uwe ni zawadi kwa kila mtu. Kama ambavyo Mungu amekupa wewe hii zawadi ya msamaha. Maana na wewe unamkosea Mungu kila wakati, kila siku. Na anakusamehe, anakupenda, anakuhurumia. Rehema zake ni mpya kila asubuhi. Ila wewe wakikukosea wengine, unashikilia mpaka unapata vidonda vya tumbo, mpaka unapata vidonda vya moyo, mpaka unauma masikio. Unatakiwa uwe unatoa msamaha kwa watu kama ambavyo wewe unapokea msamaha kutoka kwa Mungu. Na ukitaka kusamehe, kuwe ni kitu chepesi kwako, mpende Mungu. Ukimpenda Mungu, utapenda watu walioumbwa na Mungu. Waswahili wanasema, ukipenda boga, penda na ua lake. Yaani ukimpenda Mungu, penda na watu ambao amewaumba. Usiwachukie, usiwashikilie wakikukosea, wasamehe na uachilie. Hiyo ndio kanuni ya upendo. Jambo lingine la kuzingatia, sio kwa sababu Mungu ana huruma na anatusamehe kila wakati ndio iwe tiketi ya sisi kuendelea kutenda dhambi, kuendelea kumchukiza. Tukumbuke kwamba ghadhabu ya Mungu haitulizwi na kitu chochote. Kwa hiyo tusisababishe ghadhabu yake ikawa juu yetu. Tuendelee kuishi kwa unyenyekevu, tukimpendeza yeye kwa kutii na kulifuata neno lake. Tukubali kuongozwa na Roho wake Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye atatuelekeza yale yanayompendeza Mungu. Alafu atatuambia yale yasiyompendeza Mungu ili tujiepushe na hayo ambayo hayampendezi Mungu. Kazi yetu iwe ni kumpendeza Mungu, atufurahie. Maombi ya siku ya leo, mwambie Baba yangu wa mbinguni, nakupenda sana. Asante kwa neno lako. Kuanzia leo nitaishi maisha ya kukupendeza wewe, maana nimekubali kuongozwa na Roho wako Mtakatifu. Amen. Hongera sana, tumemaliza kitabu cha Maombolezo. Na mimi kama nabii nakwambia kwa lugha ya kinabii kwamba maombolezo yameisha katika maisha yako. Unakwenda kuyafurahia maisha, unakwenda kula mema ya nchi. Endelea kuwa mtii na kumpendeza Mungu siku zote. Hakutokuwa na msiba kwako, hakutokuwa na majonzi, hakutokuwa na huzuni, maana furaha ya Bwana itaambatana na wewe kuanzia sasa. Wewe uko huru, maana Bwana amekuweka huru. Bwana akikuweka huru, unakuwa huru kweli kweli. Endelea kumtukuza Mungu, maana maombolezo yamekwisha. Jumapili ya leo usikose kwenda ibadani. Nikutakie Jumapili njema, tukutane kesho.